kwa milagi ngundi inyango kusira kupwinda. Njoo, nenda wapi? Mwanaume akimbii vita wewe. Nenda kawaulize Kiluni mtu aina gani, watakwambia. Mimi huwa sidekezi kijiji, kama kwa mnadekezwa ni miaka hiyo, sio mimi. Yapo mambo mengi ambayo yanamfanya msanii yoyote yule kuweza kupiga hatua katika kazi zake na hata kuvuka boda. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na ubunifu katika kazi zake, lakini pia kwa mengine kama vile kuhakikisha kwamba kipaji chake anakitumia pasavyo, nidhamu, kumcha Mungu na jitihada za kila siku na mengine mbalimbali. Salim Ahmed maarufu Gabo ni mwigizaji wa filamu nchini Tanzania ambaye ni miongoni mwa waigizaji wabunifu katika kazi zao. Moja kati ya kazi ambazo ameweka ubunifu mkubwa kabisa za hivi karibuni ni filamu ya Mwamwindi ambayo imepelekea mpaka Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumpigia simu na kumpongeza kwa ubora wa kazi hiyo. Ubunifu huo unamfanya sasa Gabo apate fursa adhimu kabisa ya kusafiri kutoka Tanzania mpaka China kwa ajili ya kushiriki mafunzo ya siku 14 ambayo anakwenda kumwongezea maarifa zaidi, ujuzi zaidi, ubunifu zaidi, lakini kubwa hasa ni kumtengenezea connection na wasanii, waandaaji wa filamu na watayarishaji wa filamu kutoka mataifa mbalimbali ambao watashiriki pia katika mafunzo hayo. Kutoka hapa uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Gabo amezungumza na Watanzania akielezea namna ambavyo anakwenda kupambana na kuheshimisha Tanzania, lakini pia katibu mtendaji wa bodi ya filamu amezungumza namna ambavyo wamepambana kama bodi kuhakikisha kwamba Gabo anapata fursa hii, na wakisema ya kwamba licha kufanikisha safari ya Gabo, bodi ya filamu itaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba hata wasanii wengine nao wanapata fursa ya kusafiri kwenda China na nchi nyingine kujiongeza, kupata maarifa zaidi kwenye kazi zao. Lakini pia viongozi wa shirikisho la filamu nao wamezungumza wakiwa hapa. Mimi nitoe ahadi tu ambayo kitu nitachoenda kukifanya nitakuja kurudisha huku kwa vitendo, kwa sababu taaluma yetu ni taaluma ya vitendo zaidi kuliko kuzungumza. Leo ni nafasi ya furaha, moyo wangu umejaa shukrani za kipekee, na kama alivyosema Mheshimiwa Katibu kwamba hii yote ni misingi Mheshimiwa Rais kuweza kutengeneza barabara, mashirikiano mazuri. Umeelewa vizuri, ndio maana leo mimi niko hapa, leo napewa wadhifa huu, lakini ni dhamana kubwa sana ya kuweza kuwabeba wasanii wenzangu bila kuwaangusha. Pia ni dhamana kubwa pia, ndio maana nikiwa namwangalia president hapa natetemeka. Umeelewa vizuri, kwa sababu kama kuna vitu ananiambia kwamba bwana. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu sana sana sana, lakini kikubwa zaidi nachoweza kuahidi mimi ni kufanya vitu vya namna ya peke yake. Kuna simu ambazo unaweza ukafarijika zaidi, lakini ukipigiwa simu na viongozi wa hadhi wenye ngazi ya juu wakikupigia, unaweza wakosa hata cha kuzungumza. Kuizungumza hali ilikuwaje na nini, inataka mazungumzo mengine, lakini mimi nilifurahi sana. Ila ukiacha furaha ni funzo peke yake. Unafundishwa kwa nini wewe, kwa nini umepigiwa simu, kwa nini. Kama hivi daktari alivyopambana, umenifahamu vizuri, inaweza akapata lawama baadaye. Unajua industry yetu sisi ina lawama kidogo, lakini watajiridhisha hata watu ambao watajaribu kuzungumza kwamba bwana sisi tunaridhika. Au good live wanasema. Umeelewa vizuri bwana, kwa sababu katika manguli, katika wamba ambao wanasema ukiweka dhamana nchi yaigize, ushoste kika mbele hatuwezi kuzurumiwa, sijui unafahamu. Kwa hiyo ni dhamana ambayo nimeibeba na mikono yangu miwili, na uhakika pia Mwenyezi Mungu aibariki mikono hii isiweze kuanguka. Basi jina langu ni Dr. Gervas Kasika, katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania. Sisi kwetu ni fahari na furaha kubwa kuona leo pia tumekamilisha safari ya msanii maarufu nguri, ndugu yangu Gabo, kwenda China kwa ajili ya mafunzo. Na kimsingi mafunzo haya ni yale yenye shabaha ile kubwa ya kuibadilisha tasnia yetu kwa tasnia ambayo inakwenda kimataifa, hususan kwa watu kupata mbinu za kuweza kutengeneza filamu ambazo filamu zinaweza kuuza utamaduni wetu, kuuza utalii wetu, lakini kuuza ile silika njema ya taifa letu Tanzania. Kwa hiyo kwetu bodi ya filamu ni fahari kwa kumpeleka Gabo, na tumpeleki Gabo kwa sababu ni Gabo tu, ni kwa sababu ya kazi yake kubwa aliyoifanya. Nyinyi wenyewe ni mashahidi wa filamu ya Mwamwindi ilivyofanya vizuri, ambayo imeonyesha ni alama nyingine mpya ya utengenezaji wa filamu ambazo zinaweza kutumia mazingira ya Kitanzania, kutumia historia ya Tanzania katika kutengeneza filamu kubwa. Na baada ya kuona hilo, sisi tukasema ni vizuri
mtu anayefanya vizuri tumuongeze mbinu zaidi, apate ubora zaidi wa kuweza kutengeneza filamu ambazo zinaweza kuleta hiyo taswira njema ya kihadithi kwa ajili ya nchi yetu, na ndio maana leo hii hapa tupo kwa ajili ya Gabo kumpeleka China ili kuweza kufanya hiyo, na hii yote imetokana kwa kiwango kikubwa na safari yetu ambayo tulikwenda China kwa miezi kama mitatu iliyopita, ambayo imejenga msingi mzuri wa kuweza kupata safari hizi nyingi za kwenda China kwa ajili ya mafunzo. Na sisi binafsi tunashirikiana vizuri na wenzetu Shirikisho la Filamu Tanzania, ambavyo hizi fursa tunazozipata tunasema ni muhimu zipitie kwa wasanii ili wasanii waweze kufaidika pia zaidi kutokana na kazi yao wamefanya. Kwa majina naitwa Rajab Amir, Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania. Leo ni siku ya furaha sana. Ningeweza kusema maneno mengi lakini sitaki kuyamaliza kwa sababu pia natakiwa nimwombee dua ambaye anakwenda, kwa sababu ni msanii ambaye namtegemea katika industry, amefanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo siku zote kwenye dua umpe baraka ili anaende kule kile ambacho mnakitaka kipatikane. Enyango la kusila kupwini.